Rais William Ruto amesema kuwa serikali yake imetekeleza ahadi muhimu ilizotoa kwa jamii ya Waislamu wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2022. Rais Ruto alizungumza wakati wa mkutano na viongozi wa dini ya Kiislamu katika ikulu ya Nairobi. Amesisitiza kuwa hatua hizo zinajumuisha kukomeshwa kwa uratibu wa ubaguzi uliokuwa katika utoaji wa vitambulisho na kuimarisha ushirikishwaji wa jamii hiyo katika miradi ya maendeleo. Na jinsi Mary Kyalo anavyoripoti, rais ameeleza kuwa alikomesha utaratibu uliokuwepo kwa muda mrefu wa uhakiki wa zaidi ukilenga Waislamu hasa katika maeneo ya mipakani. Kwa siku ya tatu mtawalia, ikulu ya Nairobi ilishuhudia shughuli chungu nzima. Mara hii Rais William Ruto akikutana na viongozi pamoja na maelfu ya waumini wa dini ya Kiislamu. Ya ayyuhalladhina amanu. Rais akitumia nafasi hiyo kuweka wazi kuwa taifa la Kenya haliwezi kuendelea iwapo kuna siasa za chuki na wanasiasa ambao hawana ajenda za kuendeleza taifa mbele. Ndugu zangu Waislamu, Kenya haiwezi kubadilika kwa siasa ya bure, kelele, chuki, ukabila, matusi. Haya mambo hayawezi kubadilisha taifa letu. Na ndio mimi nimewauliza hawa wanajaribu kushindana na mimi. Nimewauliza, agenda yenu ni gani? Ati ile shida kubwa wako naye na housing, ati ni vile watapandisha kuku juu kwa mtu. Hasa akishabikia miradi inayoendelezwa na serikali yake, ameahidi kuwa miradi na rasilimali za kitaifa zinasambazwa kote nchini ili kuzingatia usawa wa kitaifa. Miongoni mwa miradi ambayo rais anasema inaashiria usawa katika utendakazi wa serikali yake ni barabara ya kutoka Isiolo kuelekea Mandera inayojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 100 itakayopanua uchumi wa eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya. Barabara tunazotengeneza Kenya zinatengenezwa kila sehemu. Ile Northern Kenya ambayo ilikuwa imesahaulika miaka nyingi, tunatengeneza barabara ya kwanza kubwa ambayo itatugharimu shilingi bilioni 100 kutoka Isiolo mpaka Mandera, kilomita 750. Rais amewahakikishia viongozi wa dini ya Kiislamu kuwa ombi lao la kujumuishwa na kutambulika kwa madrasa na duksi katika Wizara ya Elimu linafanyiwa kazi, kwani tayari Wizara ya Elimu imeanza kubuni sera itakayohakikisha kuwa zinazingatiwa katika mfumo mpya wa elimu. Tulikubaliana na nyinyi, mliniuliza ya kwamba mnataka masomo ya madrasa na duksi yote yaunganishwe na masomo na yakuwe recognized by law kupitia kwa Wizara ya Education. Na mulisikia nikitangaza pale Wajia wakati tulikuwa na celebration ya Madaraka, na nimeamurisha Wizara ya Elimu sasa wanatengeneza sera, wanatengeneza sheria, ndio madrasa na duksi iwe ni sehemu ya masomo katika taifa letu la Kenya. Masheikh hao wametaka mtaala wa CBE kukaguliwa tena na kuhakikisha kuwa masomo ya dini ya CRE na IRE yanarejeshwa kama masomo ya lazima, kwani mtaala huu umeonekana kutupilia mbali masomo hayo. CBC hatuipingi, tunaiunga, lakini kwa upande mmoja au mwingine imeathiri masomo ya kidini, imeathiri CRE, imeathiri IRE, imeathiri HRE. Tutakuwa na madaktari, tutakuwa na mainjinia, lakini hawatakuwa na maadili. Mary Kyalo, Undugu TV.